Tumeendelea kufanya maboresho mbalimbali, ikiwa maboresho hayo yanapelekea kuzifanya tuzo zetu hizi ziwe katika viwango vikubwa na vinavyostahili kama ambavyo mnaona leo. Baadhi ya maboresho hayo ni pamoja na kujengwa kwa mfumo wa TEHAMA ambao unawezesha wadau nyinyi kujisajili, kujifanyia tathmini kwa jinsi mnavyokidhi matakwa ya sheria ya afya na usalama mahala pa kazi ya mwaka 2003 pamoja na kanuni zake. Maboresho mengine ni pamoja na jambo tunalifanya leo hapa katika hafla maalum ya kukabidhi tuzo hizi kwa washindi wetu. Mtakumbuka miaka kadhaa iliyopita tuzo hizi zilikuwa zikitolewa kwenye kilele cha maadhimisho ya siku ya usalama na afya mahala pa kazi duniani. Utaratibu ule ulipelekea tuzo hizi kutopewa uzito na ustahili, ambao kuanzia mwaka jana tulianza kuwa na usiku maalum kwa ajili ya kukabidhi tuzo hizi kama inafanyika katika usiku huu wa leo. Kwa kuwa maboresho haya na mengineyo mengi tuliyofanya yamekuwa na matokeo chanya, mapokeo mazuri kutoka kwenu wadau, hivyo tunawaahidi kuendelea kufanya kazi ya kuboresha tuzo hizi kwa kadri maoni yenu mtakavyotoa na tathmini itakayofanyika kila mwaka na kutoka kwenu wateja wetu. Ndugu waajiri, wafanyakazi na wadau, wito wangu kwenu ni kuendelea kufanya jitihada mlizozifanya kwenye maeneo yenu ya kazi kwa minajili ya kuimarisha mifumo ya kuwalinda wafanyakazi dhidi ya ajali na magonjwa mahala pa kazi. Lengo mahususi ya jitihada zenu liwe ni kuleta ustawi wa wafanyakazi, kuongeza uzalishaji na kulinda uwekezaji uliopo kwa maendeleo endelevu ya taifa letu. Tuzo hizi zitumike kuongeza hamasa na nguvu ya kuendelea kufanya vizuri katika masuala ya usalama na afya mahala pa kazi. Naomba kutanguliza kuwapongeza sana wadau wote ambao mtashinda tuzo siku ya leo. Ushindi mtakaoupata ukawe chachu ya kuongeza jitihada katika kuboresha mazingira mazuri sehemu za kazi, pasipo kubweteka na kufanya mafanikio mliyopata leo yawe sintofahamu kwa siku zijazo. Mimi binafsi na pamoja na wenzangu katika wizara tunawaamini na kuamini kuwa mmepata tuzo hizi ni kwa sifa kubwa mnayoifanya katika kusimamia sheria hiyo ya kazi duniani. Baadhi ya taasisi na makampuni ambayo yamefanikiwa kutoa tuzo hizo wameeleza namna tuzo hizo zilivyo na maana katika kuimarisha usalama na afya mahala pa kazi. Hii tuzo kwetu ni jambo ambalo linatupa chachu kwa sababu watu wengi wameweza kushindania, lakini sisi kwa kufanikiwa kupata hii tuzo inatukumbusha kwamba ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba mazingira ya kazi yanakuwa salama kwa wafanyakazi. Kwa hiyo tuzo kwetu sisi ni kama wake up call, kwa sababu inatusaidia kuanza kuendelea na mikakati mbalimbali ya kuimarisha afya na usalama mahali pa kazi. Kwa hiyo tutaichukulia hii tuzo kama changamoto kwetu, kwa maana kwamba kesho na kishukutwa tusipate tuzo moja, tupate tuzo nyingi zaidi. Ili tuweze kupata tuzo nyingi ni kuhakikisha kabisa kwamba mazingira ya kazi yanakuwa salama kwa wafanyakazi, kwa sababu wafanyakazi wanatumia muda mwingi sana wakiwa kazini, lakini kazi zetu zina vihatarishi vingi. Hii tuzo ni chachu ya kutuambia kwamba yale maeneo yote ambayo yanaweza kawa ni vihatarishi, ni wajibu wetu kama mwajiri kuhakikisha kabisa kwamba vinaondoka, ili mfanyakazi anayekuja kazini anahakikisha kwamba anakuja kazini na baada ya muda atarudi salama, lakini pia kumhakikishia kwamba baada ya miaka yake ya kufanya kazi akiwa amestaafu, atastaafu akiwa na afya njema. Tuzo hizi kwetu sisi ni faraja kubwa sana, kwani inachoelewa kwamba usalama na afya kazini ni kitu muhimu sana, na ukizingatia sisi tuna viwanda mbalimbali, wafanyakazi tuko wengi. Kwa hiyo kubwa kabisa, mfanyakazi anapokuwa na afya njema, anapofanya kazi katika mazingira salama ni muhimu sana. Kwa hiyo nadhani hii ni chachu tu hata kwa makampuni mengine yaendelee kushiriki na kuonyesha mfano kama ambao tunaonyesha sisi kila mwaka tunapata tuzo nyingi katika masuala ya afya pamoja na usalama makazini.